Kwenye upande wa mapacha, ndio maana nimekuja kwako kwa sababu najua una mapacha. Wanaulizana kwamba eti kwa nini kwenye mapacha kukawa na Kulwa na Doto, alafu Kulwa ndo akawa mkubwa wakati wamezaliwa wote kwa pamoja. Wanasema hivyo. Ametangulia Kulwa. Ndio maana wanamuita Kulwa. Wanaweza katangulia Kulwa ukashinda hata siku 2 bila kujifungua Doto. Au kakaa masaa bila kujifungua Doto. Mimi mwenye wao nilipopasuliwa Kulwa waliweka walimfunga kinguo kwenye mkono. Walimfunga? Walifunga kinguo kwenye mkono. Wakasema huyu Kulwa. Doto naye akatoka kivyake. Kumbe kwa hiyo wanatofautiana. Walitofautiana, hata mlalo tu walitofautiana. Kulwa naye kivyake, na wakati nilipasuliwa Kulwa kivyake na Doto. Sawa. Ikawa Kulwa na Doto. Ikiwa wakati walizaliwa pamoja, kwa nini Kulwa akawa mkubwa? Yaani anatangulia kutoka kuliona jua. Akiliona jua ndio anafuata Doto, huyo ndio mdogo sasa. Aliyotangulia ndio Kulwa, anayofuata mdogo. Kwa nini awe mdogo Doto wakati wamezaliwa siku moja, ni wakati mmoja? Kwa nini akawa yule mdogo? Na kwa nini wasiwe sawa tu? Yaani tuseme hivi, yaani muda ule wa kuzaliwa anakuwa huyu mwingine mkubwa, anamrudisha nyuma mdogo kusudi atangulie yeye. Au katika Mungu anavyoumba mule tumboni, anatangulia huyu kuumbwa. Ndio huyu anaitwa nani? Kulwa. Anaitwa Kulwa. Anayofuata ndio anaitwa Doto. Kwa maana yule ametangulia kufanyeje? Kuumbwa akiwa tumboni mwa mama. Sasa yani wanajiuliza kwa nini akawa Doto mdogo wakati wanatoka wote kwa pamoja? Yani kwa nini awe mdogo Doto? Kwa nini? Wanajiuliza. Yani lipo hivi. Si kama hivi. Anakuwa ametangulia kuzaliwa. Atatangulia kuzaliwa, ameliona jua. Mwingine pengine atakaa kama sekunde hivi ama saa moja hajazaliwa. Utakapokaa saa moja, atakapokuja kufuata yule, tena unakuja uchungu mpya wa yule mtoto wa pili, anazaliwa, ndio hapo anakuwa mzazi amepona. Sasa ngoja kwanza kwenye upande wa kuzaliwa umesema kuna muda anakaa ndo anazaliwa mwingine. Yaani unapishana muda gani? Wanapishana muda gani? Ni saa, sekunde au dakika? Yaani kuna mapacha aina. Kuna mwingine anaweza akakaa saa hili moja. Ukakaa tuseme wewe mzazi. Saa hili moja akiwa tumboni. Yule ameshazaliwa tayari. Huyu anaitwa nani? Kulwa. Watasema hivi, bado wale manesi watasema bado mwingine. Utakaa kama saa hili moja. Anazaliwa tena wa pili. Huyo ndio anaitwa nani? Doto. Kwa sababu atakayetangulia kuona mwanga ni mkubwa. Atakayetangulia kuona ule mwanga na ndio mkubwa. Hata ziwe sekunde, hata ziwe dakika 5. Ni mkubwa. Kwa maana mfano mimi nilijifungua saa 10 kasoro dakika 5. Wa pili saa 10 kamili. Saa 10 kasoro dakika 5, maana kuna dakika 5 walipishana. Ndio. Kwa hiyo yule ni mkubwa. Yule ni mkubwa tayari. Dakika 5 hizo walipishana, lakini tayari yule ni mkubwa. Aliyetangulia. Aliyetangulia ni mkubwa. Kwa mimi nimekuelewa ulichozungumza. Nimekuelewa kwamba Kulwa ni mkubwa kwa sababu na walisema kwamba
Japokuwa nalo naona kama alina maana sana. Walisema kwamba hata kama ni mapacha kule tumboni kwaga waelewe kwamba hapa Kulwa yupi na Doto yupi. Sasa inakuwaje kama Doto ndo alitangulia kwenye njia akawahi kutoka alafu mkampatia Kulwa wakati Kulwa alibaki tumboni kule kule? Aha, okay, sawa. Kuna mapacha kila mtu na mfuko wake. Si ndio? Kuna mwingine anakuwa na mfuko wake na wewe na mfuko wake. Kuna mwingine anakuwa mfuko mmoja. Lakini ni lazima tu kuzaliwa atangulie mmoja. Hata uwe mfuko mmoja, lazima atangulie huyu mmoja. Na mmoja atatoka. Na mfuko ni mmoja huo. Basi mimi nimekuelewa hapo kwamba hata kama wapo tumboni atakayetangulia basi ndio Kulwa, huyo ndio mkubwa.